Qadri inakuwa ina rotate, yani haiwi kwamba kila mwaka katika siku moja. Alimu anasema kwa Lailatul Qadri ina hamahama. Mwaka huu inaweza kuwa mwezi 21, mwakani inaweza kuwa mwezi 23, ikawa labda mwezi 25, mwezi 27, mwezi 29 huko. Sasa kuna tabia ya baadhi ya watu, yani kujidotesha, wakagoteka wakasubiri siku moja tu mwezi 27. Bwana leo bwana, leo Israeli leo bwana ndio usiku wa sababu mwenyewe huu aliutabiri huu hapa ni Israeli leo. Wengine kwa ajili hiyo, wengine kwa ajili ya baadhi ya sadaka na mifunga pia kunena inatengenezwa vizuri. Baadhi ya vitu fulani vitamu vinatoshea watu kuhudhuria kwa wingi. Lakini nataka kusema kwamba usisubiri huko mwezi 27 peke yake. Siku wa saa ambayo Mtume alionyeshwa katika ndoto akaambiwa kwamba hii ndio siku ya Lailatul Qadri, Mtume alisahau. Mfiti katika hadithi, Mtume wakati ashajua siku alikwenda kuambia masahaba, akakutana na ugomvi njiani, watu wanagombana kile kwenye sura baada ya sura, mpaka amefika nafika kule kwa wale Waislamu sasa kueleza wale waumini, akawa amesahau, asema nasitu au unsituha, mimi nimesahau, mimi nimesaulishwa usiku huu, ilikuwa najua kwamba ni siku maalum huu. Lakini akamwambia basi iltamisuha fi al-ashr al-awakhir min Ramadan fi al-awtar, huu siku tafuteni sana katika siku za witri za 10 la mwisho la Ramadhani, siku za witri za 10 la mwisho tafuteni humo, yajitahidini humo usikose. Sasa ndio 10 la mwisho. Sasa atakaoambia kitu gani? Hivi bado na mpango wa kulala siku ya leo? Bado na mpango wa kukoroma? Bado na mpango huo? Bado na mpango wa kutafuta pepo ama huna mpango? Kama utafuta pepo, wale waja wote wema katika 10 la mwisho ili huwa hawalali isipokuwa wanalala kwa muda kadhaa tu ili kupata nguvu. Wengine wanasinzia tu akiamka kazi nyumbani. Akiamka kuna hivi, akiamka kuna lile, akiamka kuna lile. Bwana baada ya kueleza alikuwa pia huu mwezi wa Ramadhani hawasomeshi pia. Wanajikita wao kufanya ibada wao kama wao. Wanasoma Qur'ani wenyewe, alafu wanafanya kiamu laili wenyewe. Mambo kama sisomesha kitabu gani, asema subiri Ramadhani kwanza iishi. Ingawa wengine walikuwa wanasomesha mwezi mzima na kila kitu. Kwa lazima kwa ratiba zako kwamba usimame usiku ufanye ibada. Ila kuna kitu kimoja. Kuna baadhi ya waumini ukimwambia kwamba simama usiku ufanye ibada, huwa hajui ibada zafanywaje. Mwingine hahudhurii msikitini lakini kwa kusikia hutuba hata ni kwa nje. Sasa na shahidi mimi ninahamasika zaidi, naanzaje? Chukua udhu wako vizuri kabisa, elekea kibla, swali rakaa 2, toa salamu, simama tena, swali rakaa 2, toa salamu mpaka siku ya rakaa 8. Kama ndio na nguvu mpaka siku ya rakaa 8. Alafu swali tena rakaa 2, toa salamu, rakaa 1 toa salamu, rakaa 11 hizo. Hicho ni jambo la leo utakupiga tayari. Ukitaka utaongeza, ukizio utapunguza. Upate hata kwa uchache rakaa hii, rakaa 1 tu. Maana kuna siku pengine Mungu ameamua atakasali lakini amechoka. Waja wema walikuwa wanafanya angalau rakaa 1. Witri. Bwana anatuambia ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Anaambia Mtume hapa leo nifunika kilika, simama usiku fanya ibada. Qum al-layla illa qalila, simama usiku fanya ibada, isipokuwa usiku mchache sana. Nisfahu, nusu nzima usiku fanya ibada, au inqus minhu qalila, ama punguza kidogo, au zid alayhi, ama zidisha. Alafu warattil Qur'ana tartila, na isome Qur'ani vizuri kabisa kwa tartili. Kwa hiyo manabii wote nawaona hao, wao kiamu wao ni wajibu, wanasimama siku wanafanya ibada za usiku. Sisi ni sunna. Na hao watu ni malengo makubwa, hao maulama wanawasikia wote ni watu wa kiamu laili.
Sasa huna qiyamul layli, huna cha witri, huna cha tahajjud, sijui huna cha Qur'ani, alafu kwa wewe ni mtu mkubwa, una mambo makubwa na fikra kubwa. Mtu mwenye fikra kubwa, mwenye mambo makubwa, mwenye mission na vision kubwa, lazima siku apate muda asimame azungumze na Mola wake mlezi. Hiyo naandika vitabu, hiyo nataka kwenda katika makongamano, hiyo atashauriwa kuwa ni kiongozi wa jamii hiyo nzima, lazima siku fanye Allah